Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Mei 24 mwaka 2026. Tuombe. Baba yetu mtakatifu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo na nafasi ya pekee uliyotupatia tujifunze neno lako. Tusamehe dhambi zetu. Tusikie tunapoleta dua zetu, sala zetu na maombi yetu. Asante kwa sababu umesikia na utatenda, katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema, njoni ninyi peke yenu faraghani. Zaburi ya 27:14 inasema, umngoje Bwana uwe hodari, upige moyo konde, naam, umngoje Bwana. Hakuna maisha ya mwingine yaliyojawa daima na shughuli na majukumu kama yalivyokuwa yale ya Yesu, na bado mara nyingi alikuwa katika maombi. Ushirika wake na Mungu ulikuwa thabiti jinsi gani? Kama mmoja wetu, mshirika wa mahitaji na udhaifu wetu, alimtegemea Mungu kikamilifu zaidi, na katika mahali pasiri pa maombi alitafuta uweza wa Mungu ili kwamba aweze kusonga mbele, akiimarishwa kwa ajili ya majukumu na majaribu. Katika ulimwengu wa dhambi, Yesu alistahimili masumbuko na mahangaiko na mateso ya roho. Katika ushirika na Mungu, aliweza kutua mizigo ya huzuni ile iliyokuwa inamseta. Vilio vya wanadamu vilimfikia Baba wa huruma ya milele katika Kristo. Kama mwanadamu, alisihi katika kiti cha enzi cha Mungu mpaka ubinadamu wake ukakabidhiwa mkondo wa mbinguni ambao ungewaunganisha wanadamu na Mungu. Kwa njia ya ushirika endelevu alipokea uzima kutoka kwa Mungu ili aweze kutoa uzima kwa ulimwengu. Uzoefu wake unapaswa kuwa wetu. Njoni ninyi peke yenu faraghani. Marko Mtakatifu 6:31 anatusihi, ikiwa tutalitii neno lake, tutakuwa na nguvu na kutumika zaidi. Ikiwa tungetumia muda wetu leo kwenda kwa Yesu na kumwambia mahitaji yetu, tusingevunjwa moyo. Angekuwa mkono wetu wa kuume ili kutusaidia. Ndani ya wale wote waliopo chini ya ufundishaji wa Mungu, kunastahili kufunuliwa maisha ambayo hayapatani na ulimwengu, desturi zake au matendo yake, na kila mtu anahitaji kuwa na uzoefu binafsi katika kujipatia maarifa ya mapenzi ya Mungu. Lazima kila mtu binafsi amsikie akinena moyoni, wakati sauti nyingine zote zimenyamazishwa, na katika unyenyekevu tunangoja mbele zake. Utulivu wa roho huifanya sauti ya Mungu isikike zaidi. Anatusihi, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Zaburi ya 46 aya ile ya 10. Hapa pekee panaweza kupatikana pumziko la kweli. Haya ndiyo maandalizi yenye tija kwa wale wanaotenda kazi kwa ajili ya Mungu. Katikati ya umati unaoharakisha na msongo wa shughuli nyingi za maisha, nafsi ambayo imeburudishwa namna hiyo itazungukwa na mazingira ya nuru na amani. Maisha yatatoa harufu nzuri na yataonesha uweza wa Mungu ambao utaifikia mioyo yote. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ni Mei 24, tukiangazia mada isemayo, njoni ninyi peke yenu faraghani. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Umetekwa na fikira mbaya, ondoa hofu moyoni. Umepewa uzima, Bwana aliyokuahidi. Utakula matunda mema, jikabidhi
tuliopewa kuishi. Kuna nyakati tumepita, muda mgumu usioelezeka, lakini tunalo tumaini, yote ni ya kitambo. Tumetanga pasipo dira, hatufahamu tunakoenda, lakini tunayo faraja kuu, Bwana ni mkombozi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi. Mpango wa Mungu wa ukombozi ulikuwa mwema, akashuka duniani kumtafuta wanadamu. Aliacha vyote, enzi na utukufu, aliacha vyote, enzi na utukufu. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa